jina lako likaendelee kutukuzwa. Tunaomba Mungu wetu kwa ajili ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuomba amani yako endelee kudumishwa. Na mara amani yako inapodumishwa ndio tunapata nafasi ya kuendelea kukuabudu namna hii. Zimeanza kujitokeza huko mitandaoni chokochoko za kwamba pataletwa vurugu katika sikukuu za kitaifa katika mwezi huu. Na kwa sababu Baba, pakiwa na vurugu hakuna tena watakaohudhuria wenzetu kwenye makambi na kukutukuza wewe na kuhubiri Injili. Tuomba shikilia amani ya Tanzania. Wape hekima viongozi wa nchi hii. Lakini tuliza dhoruba na chokochoko zinazotoka nje na ndani, zinazokuja kuharibu akili ya wananchi wa Tanzania na hatimaye kuanza kufanyiana unyama wenyewe kwa wenyewe. Hiyo ni roho inayotoka kwa Ibilisi. Tunakuomba uikemee Mungu mtakatifu. Asante sana kwa sababu umesikia maombi yetu, kwamba utaendelea kutujibu, na mtumishi wako mchungaji Kirenge anapoyaunganisha tena pamoja na maombi ya watoto wako wanaomba kimoyo moyo kulingana na haja za mioyo yao. Tafadhali Yesu, ukatusaidie kubwa kuliko yote. Majina yetu tunaomba uyaandike katika kitabu cha uzima na yadumu hapo mpaka ujapo. Baba, asubuhi hii tena umesema nasi. Neno lako limetupa faraja ya pekee, lakini limetuvuta karibu zaidi nawe Kristo. Na hivyo tunakuja kwako kwa jina la Yesu. Ili asubuhi ya leo usikie maombi yetu, usikie haja za mioyo ya watoto wako. Nasi tumejinyenyekesha kwako wewe ujibuye maombi, ili usikie haja tulizo nazo asubuhi ya leo. Yuko mtoto wako mahali hapa ambaye amepata wakati mgumu katika maisha haya. Mwingine amepita katika magonjwa yasiyokuwa na msaada katika mikono ya matabibu. Mwingine amepita katika wakati ambao ni wa kusukasuka wa familia yake. Asubuhi ya leo kuna kijana katikati yetu amesubiri kupata mwanzo wa maisha bila mafanikio. Ni hapa katika kusanyiko hili Mungu wetu, kuna watu wako wanalia kwa sababu ya baraka za uchumi, lakini wengine wakilia kwa sababu ya dhambi zilizowashinda katika maisha haya. Ombi letu asubuhi ya leo, wewe ambaye unaweza kuingilia kati, ingilia kati kama ulivyofanya kwa Bartimayo. Ili asubuhi ya leo kila anayeulizwa ni kutendee nini, anapoleta haja yake mbele zako Mungu mtakatifu, unyooshe mkono wako ambao ulisema mwenyewe kwa kinywa chako sio mfupi hata ushindwe kuponya. Na kwa kweli tumekuja kwako wewe ambaye hakuna linalokushinda. Wapokee watoto wako, wajibu sawasawa na nia za mioyo yao kulingana na mapenzi yako. Ili asubuhi ya leo tunaponyenyuka magotini petu, tumepokea majibu ya mashaka katika maisha yetu, na tumesamehewa dhambi. Amen. Tumehesabiwa upya mbele zako kufaa kwa ajili ya utukufu wako. Wako watoto wako waliokuandikia barua kama alivyosema mtumishi wako, nami naungana naye. Ni kweli Baba, wengine wameandika kwa ajili ya mashaka walionayo kwa watoto, wengine wameandika maombi magumu kwa ajili ya maisha yao, lakini wengine huenda ni kwa ajili ya wenza wao wa maisha, wengine wameandika kwa ajili ya magonjwa yanayowasumbua, wengine wameandika kwa ajili tu ya marafiki zao. Kwa vyovyote ombi hilo lilivyo, Mfalme, Roho wako Mtakatifu anayejua kufasiri maombi ayatafsiri kwa usahihi, ili wapate majibu yanayostahili katika maisha haya na maisha ya umilele. Asiwepo hata mmoja atakayenyanyuka kwenye magoti leo akaona bado hujajibu. Tunakusihi na kukuomba, siku ya leo tumeitoa kama ulivyotuelekeza kanisa lako.
kuomba. Na sisi tunaomba utupokee siku ya leo. Watumishi wako watasimama hapa katika vipindi vinavyofuata. Mtumie kila mtumishi wako, kila atakayesimama. Acha sauti yako ifike katika masikio yetu ya mioyo, ili hatimaye itakapofika jioni tuseme asante Mungu, kwa sababu umejifunua kwetu na umetukubali na umejibu maombi yetu. Bariki tena mtumishi wako kwa neno kama hili kesho. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.